niendelee kusisitiza haya yote tunayoyapanga ili yaweze kutekelezwa, ni lazima tuzingatie amani, usalama na utulivu katika nchi yetu. Amani na usalama na utulivu ni jukumu la kila Mtanzania na linahitaji juhudi za pamoja katika nyanja mbalimbali. Hivyo tunawajibika kuepuka masuala yote yanayochochea uvunjifu wa amani ndani ya nchi yetu, ikiwemo matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii. Pamoja na jukumu hili, napenda kuwakumbusha Watanzania wote masuala yafuatayo. Kwa upande wa wizara za kisekta, wizara zenye dhamana ya ustawi wa jamii ziweke kipaumbele kwenye kushirikiana na wadau mbalimbali, ikiwemo viongozi wa dini na asasi za kiraia na mashirika yasiyo ya kiserikali, kutoa elimu na malezi yakiwemo matumizi bora ya mitandao ya kijamii. Ninawaasa Watanzania wenzangu kuwa na matumizi chanya ya mitandao ya kijamii na kuifanya kuwa ni nyenzo muhimu ya kujielimisha, kuendeleza biashara zetu na kukuza uchumi, badala ya kuitumia katika njia ambayo inatugawa na njia ambayo inaleta athari hasi kwenye ukuaji na ustawi wa taifa letu. Nitoe rai kwa Watanzania wote kulinda tunu hii ya amani kwa ajili ya taifa letu na kuwa na wajibu wa kila raia kuheshimu na kuendeleza mshikamano na kudumisha amani katika taifa letu. Kwa upande wa uwezeshaji wananchi kiuchumi, serikali imeendelea kuchukua hatua mbalimbali ili kuwezesha wananchi kiuchumi. Hatua ambazo zimechukuliwa ni pamoja na kuongeza upatikanaji wa mitaji kwa ajili ya biashara ndogo ndogo na za kati na kampuni changa. Mnamo tarehe 5 Februari 2026 nilishiriki kwenye tukio muhimu la uzinduzi wa utoaji wa mitaji yenye thamani ya shilingi bilioni 200 ili kuwezesha wakulima, wafugaji, wavuvi, wafanyabiashara, maafisa usafirishaji, wasanii na kampuni changa za vijana kuongeza mitaji, kukuza biashara na kuchangia ajira na ukuaji wa uchumi. Mheshimiwa Spika, miongoni mwa sifa alizonazo Daktari Samia Suluhu Hassan, mojawapo ni anapoahidi anatekeleza. Tayari bilioni 200 zimekwisha kutoka. Pia mafanikio mengine ni kutoa mikopo mingine yenye masharti nafuu katika mfuko mbalimbali na kufanikisha wafanyabiashara wadogo wadogo wakanufaika, wajasiriamali na kampuni changa, kwa kuwatambua na kuwasajili wafanyabiashara wadogo zaidi ya milioni 100 na kuwapatia mikopo yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 707.4 ikiwa imetoka katika taasisi za kifedha yani NMB, DCB na TCB. Mheshimiwa Spika, nitumie bunge lako tukufu kutoa rai kwa Watanzania kuendelea kutumia taasisi za kifedha zilizo rasmi na kuepukana kwenda kwenye taasisi za uchochoroni ambazo zinatoa mikopo ya kausha damu. Hakuna benki yenye masharti mabaya kuliko yale ambao Watanzania baadhi yetu wanaenda kuyapata kwenye kausha damu. Tuende kwenye taasisi zetu rasmi, tusiziogope, tukapate utaratibu wa mikopo iliyo rasmi ili kujiepusha na matatizo ambayo yamekuwa yakijitokeza kwenye baadhi ya taasisi ambazo hazijasajiliwa na riba zake haziko regulated na zinaleta matatizo kwa wananchi wetu.